Kwa hiyo sisi kama private sector kwa kushirikiana na wizara yetu ya mifugo kupitia ofisi ya DVS ambaye ni mkurugenzi wa huduma za mifugo, tumeamua kutoa dawa ya kuogesha kwa mikoa 8 ya Tanzania ambao wametuelekeza mikoa yenye uhitaji zaidi. Kwa hiyo tumepata bahati hapa, ni mkoa huu ni miongoni mwao, lakini pia kwa ajili ya umuhimu huo tumeamua kuchagua majosho mengi zaidi ndani ya wilaya yetu ya Msoma vijijini. Kwa hiyo tumeleta dawa, na dawa yetu hii leo tunakwenda kuimwaga kwenye majosho yetu. Ni dawa ambayo ni bora kuliko dawa zingine za kuogesha kwa sababu ina viuatilifu au ina dawa zaidi ya 4 ndani. Kuna dawa ya kufukuza nzi, kuna dawa ya kuzuia kupe kujenga usugu, kwa sababu hizi dawa zingine tunaziona unakuta ina dawa aina hii moja ndani yake. Kupe wakizoea, ukiogesha mara 2-3 unaogesha unakuta kupe wako pale pale. Lakini kwa dawa hii kuna dawa ambayo inasaidia kuua mfumo ule wa kupe wa kuizoea dawa. Ina dawa ya kufukuza lakini ina kemikali ya kuua mara moja. Sasa leo tuko hapa tunakuja na dawa mpya. Tuna dawa nyingine ambayo tumezoea kwa sisi kwamba tunaogesha mara ya kwanza. Kampuni ya Seva imejitolea na yenyewe kutusaidia kuunga juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Wizara ya Mifugo na Uvuvi chini ya uongozi mzima wa wizara. Sasa ndugu wafugaji, mimi ninaomba tu nitoe rai kwenu kwamba uogeshaji wa ng'ombe sio kama wewe unavyoenda kuoga. Ng'ombe anaogeshwa kwenye maji mengi ili tuweze kuua magonjwa. Tuweze kuzuia magonjwa. Kwa mfano magonjwa gani tunataka kuyazuia hapa? Kuna ugonjwa wa ndorobo. Nina uhakika huko kutakuwa na mbungo. Tukishawaogesha mifugo wetu, tutawazuia, tutawaokoa kupata ndigana kali. Tutazuia magonjwa ya ndigana baridi. Kuna magonjwa ya mkojo damu. Kuna magonjwa ya maji moyo, ambayo moyo unajaa maji na ng'ombe unakuta anazunguka tu anakufa. Tutumie hili josho kwa ajili ya kuboresha afya za mifugo, kwa ajili ya kuzuia magonjwa, na kwa sababu nyie mko mpakani mwa Kenya na Tanzania, ninaamini mifugo yenu mingi inaenda nchi ya Kenya. Sasa tusije tukawa ni chanzo cha kufukuzwa, kwa maana ya kwamba Tanzania tukafukuzwa kwenye soko la nchi za nje kupata huduma ya kuuza mifugo yetu. Tuogeshe hiyo mifugo vizuri kwa kutumia hili josho, na nimuombe pia afisa mifugo wa wilaya sehemu yoyote ilipo na majosho yaendelee kufanya kazi, na sisi kama serikali, kama wizara tunapambana ili uogeshaji uwe endelevu. Na kwa kuwa serikali ilishatusaidia kuzuia magonjwa mengine, ina maana serikali imetupa chanjo za homa ya mapafu na sotoka kwa mbuzi. Pia tuna chanjo za kichaa cha mbwa kwa ajili ya kuzuia magonjwa katika halmashauri yetu. Tulibakiza magonjwa ya kupe ambayo yamekuwa yakiwasumbua wafugaji wengi na yamekuwa yakiripotiwa na maafisa katika kata za halmashauri yetu. Kwa hiyo tunashukuru kwa kupata hizi dawa. Itakuwa ni njia mojawapo ya kupunguza magonjwa haya ya kupe, ambayo pia itapunguza athari ambazo wanapata wafugaji bila kujua. Basi kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Msoma, tunashukuru wizara, serikali kupitia Wizara ya Mifugo, huduma ya mifugo DVS, tunashukuru kampuni ya Seva pia kuweza kutuletea huduma hii ya dawa hizi sumu kwa ajili ya kuua kupe, na tunaamini wafugaji wetu watafanya vizuri. Katika kupambana na magonjwa yaenezayo na kupe, tuna mkakati wa uendelezaji wa ujenzi wa majosho, ikiwemo josho hili la Kenokwe ambalo limejengwa kwa nguvu ya serikali. Pia tunaishukuru serikali kupitia wadau mbalimbali wakiwemo Seva kwa kutupatia dawa. Kama halmashauri tutaendelea na mkakati wa kupambana na magonjwa ikiwemo kuogesha pamoja na kutoa chanjo. Hivyo ni watake wafugaji wote wa halmashauri ya wilaya ya Serengeti kuzingatia swala zima la uogeshaji.
Tunajua kinga ni bora kuliko tiba. Kwa Jumamosi na Jumapili tunaogesha ng'ombe takribani 6,700 mpaka 7,000. Kwa hiyo tuna coverage hiyo ya ng'ombe ambao wapo hapa kijijini. Pamoja na hivyo pia tunaogesha kondoo pamoja na mbuzi. Tuna takribani kondoo 6,400, tuna mbuzi karibia 7,000. Kwa hiyo wote tunaogesha kwa kipindi cha siku 2 kwa kila baada ya wiki 2. Kata hii tuna vijiji vitatu. Tuna vitongoji vinavyoweza kutumia josho hili, vitongoji zaidi ya 12. Tuko karibu na wanyama, na wanyama wetu wa kufugwa wanaathirika sana na wanyama pori, sababu haya ni mapitio ya wanyama wengi, tembo, pundamilia na kadhalika. Hata ngiri wanapita sana maeneo ya ambayo yanakaribiana na hapa. Kwa hiyo ombi langu tu kwa wananchi ni kwamba uione kama ni fursa hii, alafu ng'ombe watakapoogeshwa na watu wakajua kabisa kwamba ng'ombe wa Kenoko na kata ya Musoma kwa ujumla wanaogesha, nadhani hata soko la mifugo tunaweza kuwa wa kwanza kutafutwa. Nipende sana kuwashukuru kampuni ya Seva kwa dawa hii waliotuletea, kwa elimu tuliyoipata japo kwa muda mfupi. Tumeambiwa ni dawa ambayo inaweza ikadhibiti aina ya magonjwa yote yale. Mimi kwa niaba ya wafugaji naahidi kwamba miradi yote inayoletwa na serikali tunaipokea na tutaendelea kuitunza. Kikutana na dawa mpya, maana yake yawezekana tukajenga afya bora zaidi ya mifugo yetu. Nitoe tu wito kwa wafugaji kwamba zoezi hili ni la serikali, pamoja na kwamba private sector wanasaidia, lakini tunasimamia sheria ya mifugo. Kwa hiyo niwasisitize sana wawe na ile tabia ya kuogesha mifugo yao mara kwa mara. Itawaepushia hata zile gharama za matibabu. Kwa hiyo niwaombe wao wanaogesha mifugo yao mara kwa mara.